So we talked about 3 keys to greatness or doors of greatness, and we said one is a sacrificial praise. We also said it is becoming a word practitioner, and also we said that your testimonies is a key to greatness. So every time you're giving testimonies, the Lord opens several doors in your life. Amen. So let us see some tools that are very important concerning our doors. Bwana Yesu asifiwe sana. So every word of the Lord you use, it becomes a key. So every word of the Lord we use, it becomes a key. So Luke chapter 5 verse 5. Luke chapter 5 verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. So I have done all that is supposed to be done. Nimefanya kile ambacho kinastahili kufanyiwa. So nimechukua muda wangu usiku mzima. Nimeweka nyavu zangu mahali samaki wako, na sijapata chochote. Lakini kwa sababu umesema. So he took the word of the Lord as a tool to add faith or to strengthen his faith. So he took the word of the Lord, akasema kwa ajili umeniambia, otherwise kama hungekuja mimi nilikuwa nimekufa moyo, nilikuwa nimefika mwisho, singeweza kuendelea. Lakini kwa sababu umesema, Bwana Yesu asifiwe sana, ndivyo nitafanya. So kila neno ambalo unachukua ambalo ni la Mungu, ukilichukua na uifanyishe kazi, then inakuwa funguo ya kukufungulia mlango mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to understand that the word of the Lord is a key to success, to greatness, to our destinies. So every time we take the word, it will help us. It will energize us to go on. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need the word of God in every door that we are coming across in this life in Jesus' name. Amen. So you take the word with the seriousness, then it will work for you and it will work in you. Now, number 2, every praise you find struggle in your life, there is a key you are missing. So every time you find yourself struggling, even to pray is a struggle. Even to sin is a struggle. Even to give is a struggle. To work, hii kazi ya kufanya kwa mikono, unapata ya kwamba hauna nguvu, hauna, kuna mtu anasemaga sina psyche, sina mood. So ni kumaanisha ya kwamba kuna funguo katika maisha ambayo imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, tumepata ya kwamba neno la Bwana ni funguo. So every time you find yourself in a struggle of a kind, you need to locate the key in the word of the Lord. It will give you the directions. Bwana Yesu asifiwe sana. So naomba ya kwamba wakati huu na msimu huu, ya kwamba Mungu atatusaidia kupata funguo yote ambayo imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema ya kwamba Jumapili iliyopita
ukipoteza funguo za nyumba yako, utakaa hapo nje, kwa sababu si nguvu huwa zinafungua milango, ni funguo huwa inafungua mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. So si nguvu tunahitaji, lakini tunahitaji funguo. We need to locate our keys. Bwana Yesu asifiwe sana. So I pray that no one will struggle this month in the name of Jesus, that you locate every key for every door. Bwana Yesu asifiwe sana. Make financial door, God will provide, will give you a key for finances. Bwana Yesu asifiwe sana. May be health key, God will give you that a healthy door. God will give you the right key to open. Bwana Yesu asifiwe sana. So every door that you need to enter this month of July, the Lord will give you the keys. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So spiritual keys, you must have your own. You can't borrow from your friend. So spiritual keys cannot be borrowed from someone else. You need to locate your own keys. Bwana Yesu asifiwe sana. We have sisters here and they all have keys. But hakuna mtu anaweza fungua nyumba ya mwingine. I am very sure. Why? Mtu alitoka kwake na funguo ya kwake, na yule mwingine alitoka kwake na funguo ya kwake. So hawezi exchange, waseme kwa sababu wewe ni sister yangu, leo wacha niende kwako na funguo zangu, na wewe uende kwangu na funguo zako. Haziwezi fanya kazi. So funguo za kiroho hazitambui. Usema kwamba sasa baba yangu nitatumia funguo zake kufungua kwangu, ama nitatumia funguo zangu kufungua kwake. Baba yako ana milango yako, mama yako ana milango yake, wewe una milango yako. There are doors that you need to open, that your father has also his doors to open. So there is something your parents are dealing with that you're not supposed to deal with. So you check on where you are and check on your doors and locate the right key to open it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So everyone has doors ambazo anaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ule mtu amezaliwa, pia yeye kuna mlango ambaye anaamini Mungu kwamba utafunguliwa. Mtoto wa class 1 kuna mlango ambaye anaamini Mungu atafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila mtu kuna milango ambayo unataka Mungu afungue katika maisha yako. There are some things you need in life. That is a door that you should have the key to open it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So spiritual keys we cannot share. We cannot share. Even praise team as a team cannot use the same key to open their doors. We should and we must believe all together that what brought you here is not what brought me. Kila mtu katika anga ya kiroho, kile ambacho kilinileta si hicho kilikuleta. Tuko different kulingana na kile mtu alikujia, and therefore kuna funguo. And also even the angels kama mimi nilikuwa nahitaji malaika wa vita, wewe maybe ulikuwa unahitaji malaika wa amani. Mimi siwezi badilisha kwa sababu ya kile ambacho wewe unaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho utafungua tu mlango ambao tu wewe mwenyewe unajua ya kwamba ndio unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. That is why all of us tunahitaji kwenda mbele za Bwana na mtu mahitaji yake. Hautaki kuambiwa sasa tuseme leo tunaamini Mungu kwa sababu ya shamba. Kuna mwingine akonayo hahitaji nyingine. Kuna Hana ndiye anahitaji. Wacha huyo wa shamba ombe, atafute funguo, afungue mlango wa shamba. Unaweza sifiwe sana. The other na yeye kuna kile ambacho anahitaji, atafute funguo yake, afungue. Katika kiroho hatuwezi ombana funguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are called differently and our issues are differently, our needs are differently in the spiritual realm. We have not come for the same thing. The only thing we have is the same spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. But kwa mahitaji hatufanani. Ukisikia mtu amekwambia hatuhitaji maombi, ni yeye si nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu akisema sina muda wa kuimba,
Si nyinyi, ni yeye. Ukisikia mtu akisema hata offering leo hatusitoe, si ni wewe. So the key is with you, of which door you want to enter. Bwana Yesu asifiwe. So spiritual keys cannot be borrowed. You need to have your own. You need to have your own. Usiambie mtu atutumie funguo zake kwa kitabu mtengeneze zako. You need to have your own. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So we all need to have keys. So number 3, it is uncommon testimonies. These are tools that we are talking about. Uncommon testimonies. Uncommon testimonies. Every time you have uncommon testimony, you use it as a tool. For everything the Lord has done, as you tell of it, it will become a key. It will become a tool in your hands. So your testimony is the greatest tool to evangelism. So every time you're using your testimony, you are telling someone who is not saved, or you are telling someone who is lost. Every time you're giving your testimonies, inakuwa ni kitu ama chombo cha kufanya evangelism. Bwana Yesu asifiwe sana. So inaleta wokovu. Every time you're using testimony, so it becomes a great tool to evangelism. That is Revelation 12 verse 11. Sema kwamba walishinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe sana. So every great door can open via the power of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana. So as they gave testimonies, more doors were opening. So they walishinda kwa sababu ya ushuhuda wa vinywa vyao. So verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies, and they did not love their lives to the death. So they used the blood of God, the blood of Jesus, and they gave testimonies. Then the enemy, when they heard, that is the strategy David used to deal with Goliath. He just told him, I've dealt with lions with my bare hands. I've killed them. I've dealt with bear with my naked hands. And I killed them. Now who are you? That is the way some doors you must speak to them. You must give a testimonies for some doors to open. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kuna milango ambayo ni lazima uiongeleshe, uitolee ushuhuda wa hapo mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. They must know ya kwamba umedeal na vitu zingine kubwa kuliko hiyo milango. Na kitu ya kwanza ni kuwa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, you give a testimony that I am alive. That alone means that I'm a conqueror. So there are some doors must be spoken to concerning the past. You tell them I was here. Now I am here. You cannot close for me. I will enter. I will go where I'm supposed to be. So hakuna kizuizi ambacho kinastahili kusimama kwa njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. So number 4 is kingdom service. Kingdom service. Kingdom service. And we are also calling it sacrificial service. Sacrificial, whereby you unajiachilia kwa ajili
ya Mungu, kwa kazi ya Mungu. So umejitoa. So anytime, Bwana Yesu asifiwe sana. Anytime you are there for the service of God or the kingdom. So because it is a key. Service to God is a key. Service to God, write that word. Service to God is a key. So every time I am serving God, I hold the key of a kind to open my destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. So something that is amazing me is that doors are not opened by mouth but by keys. You cannot tell it open in Jesus name. Even if you sprinkle blood kwa kufuri na ujaribu hiyo leo, ukuje na maji matakatifu, ukuje na damu, ukuje na whatever, alafu uiambie ifunguke, inahitaji funguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji funguo. So doors cannot just open because you're speaking. There is a key you need to locate. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the kingdom service. Hiyo tu kidogo mtu huwa anafanya kwa huduma, akiwa na moyo safi, akiwa amejiachilia, hiyo kupenda tu Mungu. You see? You just love God. And the work of the Lord. Unapendezwa nayo. Kila wakati ungependa kuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo yenyewe ni funguo. So what speaks for you when your keys are lost? Ni nini kuongea kwa niaba yako wakati funguo zako zimepotea? Kuna kitu ambacho inaitwa spare part. Mnajua hivyo? Ambao unapeaga mtu ambao unapenda. That is mtu ambao una trust. That is what we are calling spare part. So when one is lost, unaweza endea hiyo na utengenezeshe ingine. Now, when your keys are lost and you are not a kingdom service addict, then the heavens will be silent. Najua kuna vile, ni kama vile tu kama wewe ni mwalimu. Hauwezi enda kuitisha pesa kwa sakwa ya polisi. Kuna teachers union. Unajua hivyo? Kuna teachers union. Kuna police union kama kuna kitu kama hiyo. So hauwezi endea pesa mahali ambapo haujaekeza. Ama uende na ATM ya Equity kwa Standard. Itaikataa. Unaweza sifiwe sana. So you need to locate the right key. The right key that can speak to you. Unaweza sifiwe sana. Even when yours is lost, the kingdom will look for a key for you. Unaweza sifiwe sana. Amen. Job 36 verse 11. Thank you, Jesus. So, let's just see it. Job 36 verse 11. Nasema ya kwamba if they obey, that is number 1. And if they serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Now, prosperity, kingdom service is a key
to the doors of prosperity. So you can't be a poor man if you are a kingdom service addict. Huwezi kuwa masikini kama wewe una service kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuwa masikini ukiwa mtu ambaye anaguza huduma, mtu ambaye amejiweka katika kazi ya Bwana, mtu ambaye ni mhuduma, aliweka maisha yake kuguza kazi ya Mungu. Mungu hatawahi kubali huyo mtu waishi maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Psalms 126 verse 1. So when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like, we were like those who dream. Then your mouth was filled with laughter. Oh, that is our mouth. And our tongue with singing. And they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Bring back our captivity, O Lord, as the streams of the south. Those who sow in tears shall reap in joy. So every time what you're doing, like now, I know the work that we are doing now, right now, the church where it is, and especially us who are here, whatever we are doing in tears. Ama hamjawahi jua hivyo. Every time you're painting and you are doing something. Wale ambao wanajua kazi ya kulima na kupanda mbegu haikuangi rahisi. So uko hapo kulima mchana kutoa na jua limewaka, alafu tena unakuja unazipanda, unachukua, na si ati kwamba una chakula, unaweza opt kununua mbegu kilo moja ya mahindi 280 ama 300 kilo moja, whereas ya ugali, ya kupika ugali unaweza nunua ni 40 bob. Wanasifiwe sana. And unafunga macho unaenda unainunua kama hakuna kitu ya kukula kwa sababu ya kesho. That is what you do, and that is what we are doing all of us today. You are giving the little you have. Unajiata hauna. I tell you the truth. Kingdom service is not easy, but it pays well. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni mahali ya kusema amen kubwa. Because you see, your kingdom service determines what you will get in the spirit tomorrow. I wish all of us will be addicted in the kingdom service. That in my area, I will do it with all my heart. When I say sana, I'll be addicted in the ministry. I'll be there for the work of the Lord all the days. I'll never miss any gathering. And I will serve in my capacity. Bwana asifiwe sana. Nitafanya kile Mungu ambaye amenisaidia kwa moyo safi. Bwana asifiwe sana. Because one day naweza kuwa saizi nafinyirika. Wengine wanakuja mtu akiwa mgonjwa, it is time to sow. Unakuja usikii vizuri. I tell you the truth. When time comes, one day you'll jump. Siku moja utarukaruka tu. Bwana asifiwe sana. As you see the work of the Lord, na unajifinyiria siku moja. Mimi najua wengine tumejitoa yetu yote. Tumejiacha hivyo. But one day, many of us will sing a praise song for what the Lord will have done in their lives. And I will be one of them. But Bwana asifiwe sana. I will sing together with them that will be singing. I will praise together with them that will be praising. Bwana asifiwe sana.
Amen. So there are better things. After you have done kingdom service, believe God and trust God for something great. So naweza panda nikilia, lakini sitavuna nikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why somebody said, siwezi tafuta nikiwa kwa jua na nikule nikiwa kwa jua. So you rest as you are eating. Unajua kuna mtu alisema kwamba usikule mayai nalishia. Alafu itoe tushui, then ikue kuku kubwa. So ukikula kuku na ukikula mayai ni wakati iko sweeter. Ni wakati gani iko sweeter? But kungojea hiyo kuku ikue si rahisi. Huwezi nalishia leo na ungojee kesho mkule hiyo jogoo. Hapana, 21 days ilalia hauoni kitu. Na bado unapea mama yake chakula. Then tunaenda miezi kama 4. Kukula tu, hakuna kitu kingine. Kukula na sasa unatuangalia kama mtoto mdogo. Then ikifika hapo hata hiyo miezi 4 sikusema kwamba hiyo jogoo utakula. Bado haijafika, utaendelea tu na kuipea. Lakini siku moja naye ukiketi vizuri, ukichinja, utasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things we are investing in the kingdom. Kingdom service ni investment. You invest your time, you know. You invest your mind there. That you can give an idea ya kusukuma mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukubali Mungu akutumie kwa ideas, you know, kukua pale. Mungu akusaidia kubariki fedha unatoa. You are there for the ministry and for the kingdom of God. I assure you, God will make sure mavuno yako yatakuwa ya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulisema hivi, wengi tunafanya hivi kwa sababu ya kuprolong maisha yetu. Kuna mama ambaye alikuwa kingdom addicted. Alikaa akasema kwamba until I see Jesus sitakufa. So there are times you must believe God, you know, ya kwamba ataongeza maisha yako kwa sababu ya kile unafanya saa hizi, ili uone matunda yake na ukule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay, number 5, the key or the sacrificial key. The sacrificial key. So it's a door opener. Sacrificial key. Sacrificial key. So sacrificing, giving your offerings, paying your tithe, you know, giving thanksgiving, first fruit, and many other. As you do, it is a key to greatness. It is a key. It is a door opener. Every time you give, whatever you are giving with a clean heart, it opens doors. So kuna watu ambao no matter how kitaumana, they will still do things because financially they will be blessed more. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, they will be blessed more. They will be blessed more, and that is my prayer. That every time we are doing sacrifice, or we are giving our sacrifices, there are some doors that are going to be opened in our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. The 6th one is the prayer and fasting. So prayer and fasting is a key to open some doors. So it is not about the weather, but about the word. It is not about the weather, but it's all about the word. According to the weather, what is the expectations of people? Kutakuwa na njaa, vitu zitaenda juu, you know, bei itapanda, mafuta itaongezwa, gesi itaongezwa. You see? So itakuwa ngumu watu kujimudu kimaisha. Wengine watasimamishwa kazi.
according to the weather. That is how people deal with life. There are some doors you don't need to deal with kulingana na weather. You just declare, no matter kufungwe, no matter vitu ziende juu, mimi kile ambacho ninajua ni ya kwamba what was supposed to be, ambacho kimechannel kwa njia yangu, ni lazima nipatane nacho. Unaweza sifie sana. So you develop your capacity to receiving even when the weather is tough. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you plant, you must believe that you're harvesting. Isaiah 65 verse 21. If you're planting, you must have faith to harvest. Okay, Isaiah 65 verse 21. If you're planting, believe God for a harvest. Tunasema ya kwamba they shall build houses and inhabit in them. They shall plant vineyards and eat their fruits. So jana tulikuwa na pastor friend yangu akaniambia kwamba kuna mtu ambaye amejenga nyumba. So wakati amejenga nyumba, wakati amehamia amekaa wiki mbili, then akapata accident. Ya amejinyima muda mrefu, then akajenga. After 2 weeks kuhamia, anapata accident. So Biblia inasema ya kwamba yule ambaye apandaye aamini atavuna. Atajenga na ataishi katika hiyo nyumba. So ni ombi langu ya kwamba hautajenga kitu ambacho hautakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. So as long as utajenga, utaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. As long as utapanda, utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I believe what I'm doing today, one day I will harvest personally. Haitavunwa na watu wakati ambapo siyuko. Kama nitajenga, nitaishi. So hakuna mtu mwingine ataishi na mimi nimejenga. So I'll build and live inside. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you are doing today, the time is coming for you to harvest. That should be a great amen. So every time you experience closed door, there shall never lack evil operations. Wakati ambapo milango imefungwa, utaona vitu za kipepo zikifanyika. Hazikosangi na utajua. Wakati ambapo milango imefungika utajua, because zile matendo zitakuwa zikiendelea ni za kishetani. Demonic powers, demonic things and operations. So utajua kwamba for sure there is a door. And that is why we should now locate the key to open several doors. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, we need to locate the key to several doors in our lives. So when you see several operations ambazo ni mbaya, ni ovu, you need now to locate a key to open a good door. So those operations are stopped by prayers and fasting. So every time you see them appear, you need to declare to your life, Bwana Yesu asifiwe sana, that this door must be shut and the other one must be opened in Jesus' name. Malachi 3:16.
So I'm winding up. Malaki 3 mstari wa 16. So then those who feared the Lord spoke to one another, and they listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. So every time we are gathered, meditating, being concerned about God and ministry, talking good of the ministry, doing what you are called to do. All these, we must remember there is a book of remembrance that is taken. So what you are doing today will never be forgotten. Kile ambacho unafanya leo haitawahi sahaulika. Na ni muhimu kuifanya kwa roho yako yote. I tell you the truth, one day it shall be remembered. One day it shall be remembered. And it is my prayer that it shall be remembered what you're doing even today. Bwana Yesu asifiwe sana. So as they were talking to one another, a book of remembrance was written before him. For those who feared the Lord, who meditate on his name. So every time you're doing meditation, every time you're talking about the ministry and the gospel, you're preaching to people, it is written. When you're giving sacrifices, it is written. When you're committed to the ministry, it is written. One day, you shall reap or harvest in Jesus' name. But let's just few sana. So Psalms 119 verse 126. Verse 126. So David said that it is your time to act, O Lord, for they have regarded your law as void. So it is the time for the Lord to act. Every time kuna ile ambao ulikuwa umefanya hapo mbele. So we are asking the Lord, and this will be our prayer today, that may you act according to the previous things that we have done. Let us see the harvest first. Bwana sifiwe sana. Ya kwamba Bwana tukaweze kupata mavuno yetu. So there shall be double glory. So when God wants to open your door, he uses a kingship anointing. So today we are requesting the Lord to open our doors. Today there are doors that must be opened. Unaweza sifiwe sana. Kuna milango ni lazima ifunguliwe leo. So the magnitude of what you are going through determines what kind of sacrifice you need to have. Kile ambacho unapitia leo italingana ni sacrifice ya aina gani itabidi utoe. That is, utajukumika hadi wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Utajukumika hadi wapi? Jesus aliuliza
Kuna yule mtu ambaye alikuwa amepewa deni kubwa na kuna ile mtu ambaye alipewa deni kidogo. So akauliza swali, akauliza, wakati walisamehewa wote wawili, nani anastahili kurudisha shukrani sana? Wakasema ni yule ambaye alikuwa na deni kubwa. Sasa kulingana na haja zako, ukubwa na urefu na upana wa haja zako italingana, na ndio itaamua ni sacrifice ya aina gani utatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. How committed will you be? It is according to the need that you have. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So the desperation of your heart. So what kind or what size of sacrifice are you supposed to give? So italingana na haja, size ya haja zako. Bwana Yesu asifiwe sana. So when watu wamenyamaza sana, watu wakati wa maombi, hauna haja na maombi, wachana na mtu juu haujui kama yeye hana haja. Anaweza kuwa hana. So huwezi nyamaza kwa sababu mwingine amenyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. But Myers hangenyamaza kwa sababu ya haja ya moyo wake. Wakati watu walimwambia nyamaza, alisema siwezi nyamaza. Mimi ndiye najua kile ambacho kinaniumiza. I know what is eating me. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndiye najua nini ambacho inanisumbua. So siwezi nyamaza wengine wakinyamaza. Ninyi mnaniambia ninyamaze kwa sababu kuna macho. Bwana Yesu asifiwe. So you need to take on the size of your need. Then you will know what kind of sacrifice are you going to pay. Bwana Yesu asifiwe sana. What cost will it take you for your case to be dealt with? So katika mambo yote ambayo tumejifunza leo, wewe utajua, is it prayer and fasting that I'm supposed to have according to the size of my need? Is it my sacrifices that are needed? Is it kingdom service ambao bado sija-enroll? Bwana Yesu asifiwe sana. You see? Am I committed to the work of the Lord? And other things that we have, maybe God has done several things, you're not giving testimonies. Is it testimonies that I'm supposed to give? Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to locate some keys in your life. Are things going on well? If they are not, then locate the right thing, the right key. Just check, what kind of a sacrifice am I going to make? Bwana Yesu asifiwe sana. Then it will open some doors in your life in Jesus' name. Amen. So it is a responsibility to know what kind of a door am I supposed to. Hata utaona size ya kufuli, nitakwambia tu size ya funguo. Huwezi jaribu kufuli kale kadogo na funguo kubwa. So you must start with the small keys. So you need now to take on what kind of a sacrifice am I going to make. Then you will understand and you will know the best key to use in Jesus' name. Amen. So may the Lord bless you. And may